Toba inafungua milango ya msamaha na kuingia katika utakatifu. Mtu akikiri dhambi, akijuta, daima anaacha ule mwenendo mbaya au yale mazoea mabaya, anaacha dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Anabadili nia na kuziacha dhambi kabisa. Toba inaondoa uchafu. Hata kama mtu alikuwa watu wanasema hilo, wanabadili jina, wanasema huyo mpendwa wetu, huyo anakuwa na sifa kwa jamii. Ukiachana na kwa Mungu, anakuwa raia mwema. Utakatifu mtu huupata kwa kutubu. Paulo anasema nini? Mtu akisema hana dhambi anajidanganya mwenyewe nafsini mwake. Kwa sisi tumepungukiwa kwa mawazo yetu, tunatenda dhambi kwa maneno yetu, tunatenda dhambi kwa kutenda. Yesu aliona hayo, akaona heri atuanzishie ibada hii ya ushirika mtakatifu. Utakatifu ni nini? Utakatifu ni kutengwa kwa ajili ya Mungu. Hata akija leo huna wasiwasi, akija kesho huna wasiwasi, kwa sababu umetengwa kwa ajili ya Mungu. Unajua unapokwenda. Haleluya. Utakatifu ni kuingia katika maisha safi yanayofanana na tabia ya Mungu mwenyewe. Ni mwendelezo wa kutubu. Mtu anaishi, anabadilika, anakuwa katika maisha mapya ya kumpendeza Mungu katika Ukristo wake na katika maisha yake. Utakatifu tunaupata kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Hatuupati kwa nguvu yetu, hatuwezi. Tunaupata kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Unaweza kurejea Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 15 hadi 16, lakini pia Waebrania 12 mstari wa 4. Wapendwa, kila tunapoanguka tunatakiwa tutubu, turudishe utakatifu, ambalo ndio lengo la Mungu kumtuma Yesu Kristo kwetu, akafa kwa ajili yetu. Haleluya. 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 Toba na utakatifu ni daraja la Mkristo kushiriki mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na kabla ya kushiriki, mtu anajihoji mwenyewe moyoni mwake, wapi Mungu nawezekana nimeanguka? Wapi nawezekana nimekengeuka? Wapi ambapo nimekwenda kinyume na mapenzi yako Mungu wetu mtakatifu? Lakini tunapotubu, tunapokuwa na toba, tunaposhiriki damu ya mwanake Yesu Kristo na mwili wake, inatusafisha na kututenga kwa upya kwa ajili ya Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mkate na kikombe vinatukumbusha karama ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alitugharimia sisi wakati ule, lakini kwa ajili yake tunahesabiwa haki. Tunaendelea kuwa wana wa Mungu na watoto wa Mungu, watoto walio safarini, wanaokwenda mbinguni. Wapendwa, meza hii, meza ya ushirika mtakatifu, inampa nguvu Mkristo, inatupatia nguvu ya maisha ya kiroho katika safari ya huko tunakokwenda kwa Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana.
Bwana Yesu asifiwe sana. Je, ni dhambi ipi? Au je, ni kinyongo kipi ninachopaswa kukitubia sasa? Ni lipi yale yaliyo ndani ya moyo wako? Ongea na Mungu wako, yeye analifahamu. Bwana Yesu asifiwe. Yeye analijua na yeye ni mwepesi wa kusamehe. Anasema hata dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji.